tunapenda kutoa taarifa ya ongezeko la tozo na ada katika huduma zetu zinazotolewa na Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani. Kabla sijaeleza habari ya ongezeko la hizo tozo, ningependa kidogo nitoe historia fupi ya masuala ya hii tozo ambazo tunatolesha hapa mamlaka. Katika mwaka 2006 tulitunga kanuni ya tozo ambayo hizi zinapaswa zitolewe katika huduma zetu. Sasa tumekaa toka 2006 mpaka 2015 tozo hizo zilikuwa zinatumika, lakini kufika 2015 tukafanya marekebisho kidogo ya hiyo kanuni ya tozo, lakini tozo nyingi zilibaki zinatozwa kwa kupitia ile kanuni ya mwaka 2006, kwa sababu kwenye kanuni ya 2005 tulifanya mabadiliko ya tozo kidogo tu. Sasa ukiangalia kutoka 2006 mpaka sasa hivi ni mwaka wa 2026, ni muda mrefu, bado tunatumia tozo hizo hizo. Lakini pia ukiangalia, hata tukiangalia gharama ya dola kwa mfano, unakutia imepanda kutoka 2006 mpaka sasa hivi ni tofauti. Kama kule dola moja ilikuwa inaharimu kwa pesa za Tanzania, ukiangalia na sasa hivi utakutia pana ongezeko kubwa. Kwa hivyo pia tukaangalia, na sababu ya pili ni kwamba huko nyuma baadhi ya huduma tulikuwa tunazitoa kwa kupitia macho tu. Kwa mfano kama upasishaji wa vyombo vya moto, mtu akienda na chombo chake karakana kule, wale wakaguzi wanakaangalia kwa macho, lakini sasa hivi tunafanya ukaguzi kwa kupitia mashine au kwa kupitia mitambo maalum. Kwa hivyo utakutia mpaka zile gharama za upasishaji wa vyombo vya moto na utoaji wa huduma zimeongezeka. Kwa hivyo tukaona kwamba iko haja tuangalie namna gani tutaweza kupandisha hizi tozo. Lakini katika upandishaji huu wa tozo hatukupandisha tu, tuliangalia na hali halisi ya maisha ya wananchi wetu ili isiwe kikwazo kwa wananchi wetu, na wala hatukupandisha hizi tozo labda 100%. Kwa hivyo kabla ya kupitisha kanuni yetu tulijaribu kupita hatua mbalimbali. Kwa mfano tuliwaita wadau wote wanaohusika na mambo ya usafiri barabarani, zikiwemo jumuiya za wenye magari pamoja na wamiliki wa vyombo vya moto pamoja na taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na masuala ya usafirishaji wa vyombo vya moto barabarani. Kwa hivyo hao wote walitupa mawazo yao na tukajadiliana kwa pamoja kuhusu tozo hizo na tukafika pahali tukakubaliana, na baada ya hapo tukaipitisha hiyo kanuni yetu, kanuni ya ada na tozo ya mwaka 2006 ambayo ilipata baraka kutoka taasisi zote za kisheria ikiwemo afisi ya mwanasheria mkuu, na hatimaye hiyo kanuni ikasainiwa rasmi na Mheshimiwa Waziri. Kwa hivyo sasa hivi tuna kanuni mpya ya tozo ambazo tukiangalia zikihusisha masuala ya upasishaji wa vyombo vya moto, inahusisha pia masuala ya pamiti za kigeni pamoja na pamiti za kuanzisha vyuo au skuli za udereva, inahusisha pia masuala ya uombaji wa lena, masuala ya uombaji wa leseni pamoja na ufanyaji wa mitihani. Lakini ukiacha hivyo pia inahusisha masuala ya kuomba fomu za kuombea zile huduma. Sasa baada ya hapo naomba tu nitoe baadhi tu ya tozo, kwa sababu kuzieleza zote 108 ni nyingi sana, lakini nitaomba kidogo nizitaje baadhi yao. Kwa mfano tukija kanuni yetu ya mwaka 2006 inazungumzia iwapo kama unaomba huduma unahitaji ujaze fomu, na hiyo fomu ilikuwa inalipwa shilingi 2000, lakini sasa hivi tumetoka 2000 tumeweka mpaka shilingi 10,000. Kwa hivyo tunaiona ile hali ilivyobadilika. Lakini kuna masuala ya uombaji wa lena kwa wale ambao wanaomba leseni. Zamani ukiomba lena unalipia shilingi 12,000, lakini sasa hivi tumetoka 12,000 mpaka 15,000.
Kwa hivyo inaonyesha wazi kwamba hizi tozo zinamjali mwananchi, kwa sababu tulichoingiza hapa ni shilingi 3,000 tu basi. Lakini ukija katika masuala ya kuomba leseni, kwa mfano leseni ya chombo cha maringi mawili, leseni ya chombo cha maringi mawili, kama ulikuwa unafanya mtihani wa vitendo, mtihani wa nadharia na mtihani wa vitendo, ilikuwa unalipia 12,000. Kwa hiyo tumetoka 12,000 tumeongeza shilingi 8,000, sasa hivi unalipia 20,000. Kwa hivyo hizo ni baadhi tu ya tozo ambazo ni miongoni mwa baadhi ya tozo katika tozo nyingi zile ambazo tulizozungumza 108, na kwa kuzielewa zote katika kila kituo chetu tumejaribu kuziweka hizo tozo. Ukifika tu kuna mabango makubwa sana yapo pale, utayakuta hizo tozo zinajieleza wenyewe.